Lakini kitu kingine ambacho wanaume wanawazaga, na tunashukuru Mungu tuna wanaume humu ndani. Yaani mkaka anafikiria kama umeweza kuwa rahisi kwake, unaweza ukawa chipu kwa mtu yoyote mwingine kama ambavyo yeye amekupata. Sisi tunaelewana? Asante sana coach kwa kutufundisha, lakini kuna jambo ambalo nasukumwa kulisema. Sijajua, tukiangalia hapa age yetu wengi, age yenu nyinyi inamaanisha, wengi bado tuko wadogo. Ni wachache sana ambao labda tumefikia ule umri ambao tunasema kwamba we really need to rush to get married. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijajua kwa nini, inawezekana maybe ni pressure ya nje au marafiki zetu tunaona wako kwenye relationship na sisi tunatamani kuwa kwenye relationship. But before wewe kuingia kwenye mahusiano, je, kweli unayahitaji hayo mahusiano? Sawa sawa. Saa nyingine tutakuta tunaingia kwenye mahusiano na tunafanyishwa hivyo ambavyo tunafanyishwa kwa sababu ni sisi tumeforce kuwa kwenye hayo mahusiano. Na ukishaingia huko kuna muda unasema nikitoka sasa marafiki zangu watanionaje? Nikitoka nitapata kweli mtu mwingine sahihi? Kuna maswali mengi unaweza kujiuliza ukiwa kwenye mahusiano. Lakini mahusiano yoyote ambayo tutakutana nayo yatadumu kama yatakuwa yameanzishwa na Mungu. Kama chimbuko la hayo mahusiano ni nani? Ni Mungu. Na ndio maana wanasema kwamba ndoa ilianzishwa na Mungu, sio mahusiano ya kuwa boyfriend na girlfriend. Ndio maana inaitwa tendo la ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wadada wengi tunaingia kwenye mahusiano na tunakuwa kabisa mpaka tunakaa kama mke na mume na tuna expect kwamba huyo mtu siku atakuja kufanya maamuzi ya kutoa. Sio rahisi. Amina. Amen. Kwa sababu anapata kila kitu ambacho anakihitaji. Yaani ni ngumu mtu akafanya maamuzi kwamba sasa hivi namuoa huyu binti kwa sababu ananisaidia kufua, ananisaidia kupika, ananisaidia kufanya vitu vya nyumbani. No. Anaangalia the future.